Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetoka kuangalia kwa nini Yesu alikufa. Kwa nini Yesu alikufa? Tumeona kwamba ni kwa sababu dhambi inasafishwa kwa damu, lakini pia mwanadamu alikuwa chini ya hukumu. Lakini pia hakukuwa na sadaka nyingine ya kufaa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Hakuna sadaka takatifu, sadaka safi kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nasema hivi kwa sababu kuna watu ambao huwa wanaamini kwamba unaweza kusamehewa dhambi pasipo kutubu. Pasipo kumwamini Yesu unaweza kusamehewa dhambi kwa sababu ya matendo mazuri. Kuna watu wanaamini kwamba wakiwa ndani ya dini, hata kama hawajamwamini Yesu na hawamtii Yesu, kwamba wao wamesamehewa dhambi na wanaenda mbinguni. Mtu wa Mungu, usijidanganye bure. Dhambi haiondolewi kwa sababu unaenda kanisani. Dhambi haiondolewi kwa sababu tu wewe ni miongoni mwa watu wanaoshiriki masuala ya ibada, kwenda kanisani, masuala ya charity, matendo mema. Haiondolewi kwa namna hiyo. Ndio maana kama ambavyo tumeona kwenye Waebrania sura 9 mstari wa 22 kwamba pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu. Kwa hiyo pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Na kama ingekuwa tunaweza kusamehewa dhambi pasipo damu ya Yesu, basi kusingekuwa na haja ya Yesu kubeba msalaba, kusulubiwa, kupigwa mijeredi, kuvikwa taji ya miba. Ameteswa mateso makali, mateso makubwa. Amesulubiwa kama mnyama, ameadhibiwa kama mnyama, amepigwa vibaya mno, amepigiliwa misumari kwa uzito wake. Misumari imegongelewa kwenye mikono yake, inabidi ajibebe kupitia ile misumari ambayo imepigiliwa kwenye mikono yake. Kusingekuwa na haja ya Yesu kufa msalabani ikiwa kama tungekuwa tuna uwezo wa kusamehewa dhambi kupitia matendo yetu matakatifu. Kusingekuwa na haja ya Yesu kupitia mateso makubwa namna ile, kupitia mateso makali namna ile. Kusingekuwa na haja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usijidanganye wala usikubali kudanganywa kwamba kwa kuishi tu maisha mazuri kwamba eti utakatifu pasipo kuokoka kwamba unaenda mbinguni. Usijidanganye, utahukumiwa, kwa sababu kila mwanadamu aliyezaliwa na damu ya baba ana dhambi ya asili kupitia baba yetu Adamu, na hiyo dhambi inaondolewa tu kupitia kumwamini Yesu Kristo, kupitia mtu mmoja tu. Kwa hiyo mtu asikudanganye, mtu asikupotezee muda. Ikiwa kweli unataka kuurithi uzima wa milele, mwamini Yesu Kristo.